Karibu mtaarifa yetu ya habari ya asubuhi ya leo tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka wa 2026 2026, ambapo tutakuletea matukio mbalimbali yenye iko natokea mu este ya Kongo na nchi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kama ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia hii channel yetu ya YouTube, hakikisha unajiabone, unakomante, ukitoa maoni yako au mapendekezo yako baada ya kusikiliza habari zetu mwanzo hadi mwisho, au unaweza kutuandikia kwenye hiyo namba ambayo unaendelea kuiona hapo kwenye picha au ku video, ukatuita ukatupatia maoni yako au mapendekezo yako, au unaweza ukatuita na utujuze unaendelea kutufuatilia ukiwa maeneo gani, na hapo unaweza kutupatia maoni yako au mapendekezo yako. Karibu katika taarifa hii ya habari. Ile habari kutoka mugini ya Niania. Niania ni mugini ambayo inapatikana mu province ya Ituri. Ituri iko mashariki mwa nchi ya DRC, yani ku este ya Kongo, ambapo watu wasiopungua wawili walipoteza maisha na wengine wengi au wengine batro kabisa balipata mablessure au walijeuriwa mwiyo maandamano ya hasira ambayo ilifanyika ndani ya mji wa Niania, province ya Ituri, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Selo ma information au selo mashirika ya kiraia, maandamano hiyo ilianza na wakazi wa Niania walikuwa wakifanya malalamiko juu ya mauaji ya mara kwa mara ambayo iko inaendelea kufanywa na waasi wa ADF muiyo maeneo, yani mu province ya Ituri. Walifanya maandamano wakisema kwamba wanachoshwa na mauaji ni kwa tokea sehemu mbalimbali. Utasikia huku vile yani walitaka serikali ichukue hatua kuhusu waasi wa ADF ambao kuendelea kufanya mashambulizi ya ghafla. Waandamanaji wajitokeza kwa wingi, waliala kabisa mbarabara wakitaka hatua za haraka zichukuliwe ili kulinda maisha yao na serikali irudishe usalama tena wao, yani waishi kwa amani. Hali ilianza kuwa ya wasiwasi pale tu ambapo waandamanaji walianza vurugu deja. Baadhi ya waandamanaji walianza choma mapine mubarabara na kuziba manjia za usafiri, kuziba kila activity yote, na ikakuwa sa vile trakaseri. Asa vikosi vya usalama kama vile wa policier wakaingilia kati juu ya kutuliza hali hiyo. Asa ile kuingilia kwa policier juu ya kutuliza hali njoo ikaleta sasa makabiliano. Ikaleta sasa ma contre-attaque entre population na wa policier. Asa hapo raia wawili walipoteza maisha na wengine kabisa waliumia mwiyo maandamano ya mwepeki mna reaction ya waandamanaji au reaction ya wananchi gisi na kuwaka wakikuwa wanaanza kataziwa na vikosi vya serikali. Selo watemwe wanasema kuwa milio ya risasi ilisikika kwa muda mrefu na kusababisha vifo vya watu wawili hapo na wengine kabisa wakapata mablessure, wakawakia wa blessé. Baadhi yao wenye walikuwa hali mbaya, wenye walijeuriwa, walipelekwa directement mu hospitali yenye ilikuwa karibu pale juu wapate matibabu. Na hii maandamano ya wananchi ilikuwa ni juu ya kufanya madeclaration kuleta, unasikia, juu waangalia tu ya kufanya juu ya kupunguza hizi matukio ya waasi wa ADF kwa tokea watu ghafla wanachoma sijui manyumba, wanaiba, wanaua watu kiolela, unaona. Viongozi wa kijamii wametaka serikali kuchukua hatua madhubuti zaidi, ikiwemo kuimarisha operations za kijeshi na kuhakikisha ulinzi wa kudumu kwa raia. Wameonya kuwa endapo hali itaendelea hivi, hatari ya kuongezeka kwa maandamano na machafuko katika maeneo mengine yataendelea. Kwa upande wake, mamlaka za eneo hizo bado hazijatoa taarifa kamili kuhusu tukio hilo, lakini zimeahidi kufanya uchunguzi ili kubaini
chanzo cha vurugu hizo na kuwajibisha waliohusika. Hali ya usalama katika jimbo au province ya Ituri inaendelea kuwa mbaya, huku raia wakiishi kwa hofu kila siku kutokana na vitisho vya makundi ya waasi, yani wa makundi ya ADF. Tukio ya Nyania inaongeza shinikizo kwa serikali na wadau wa kimataifa kuongeza juhudi za kurejesha amani katika ukanda huo wenye migogoro wa muda mrefu. Mwi taarifa ya habari tutaongelea kauli ya Rais wa Rwanda Paul Kagame, ambaye ameongelea uwepo wa rais wa zamani Joseph Kabila, au aliongelea president wa zamani Joseph Kabila, uwepo wake ndani ya mji wa Goma au ndani ya vile ya Goma. Kupitia interview ya rais wa Rwanda Paul Kagame, alisema kila ule mwenye anatamani kushiriki mjuhudi za kuleta utulivu mashariki au ku este ya Kongo anakaribishwa. Yani alitaka kumaanisha hivi, rais wa zamani Joseph Kabila eko na haki na sheria ya kufanya maamuzi ya binafsi na kupambana na hali ya politiki ambazo ziko naendelea ndani ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yani Kagame aligusia hali inayomkabili Joseph Kabila, kwa sababu kwa sasa Joseph Kabila wanasema kwamba anashirikiana na waasi wa AFC M23, lakini kwa sasa hadi kufikia sasa Joseph Kabila hajatoa tamko rasmi ya kusema kwamba yeye ni mshirika wa AFC M23. Joseph Kabila anaendelea kusema ya kwamba yeye ni kama raia wa kawaida. Anasema yeye ni raia wa kawaida na anapasha kufanya shughuli zake ndani ya nchi yake. Hasa wananchi wanajiuliza maswali mengi. Je, Joseph Kabila anarudia kwenye ulingo wa siasa za Kongo tena? Watu wanajiuliza maswali mengi kwa sababu mji wa Goma ni makao makuu ya AFC M23 kwa sasa. Unaona? Mji wa Goma ni makao makuu ya AFC M23, na kuonekana kwake ndani ya mji wa Goma mwezi wakati ya mavita ambayo viko naendelea maeneo mbalimbali inaleta maswali mengi ku population na hata mu gouvernement ya Kongo. Vraiment uwepo wa Joseph Kabila ndani ya mji wa Goma inaleta maswali mengi. Malgré tout, na mazungumzo yako naendelea maeneo mbalimbali, fasi fulani kulifanyika makubaliano, mazungumzo, solution haipatikani. Malgré tout, vita iko naendelea kuripotiwa maeneo mbalimbali, surtout mu province ya Nord Kivu. Utasikia mapigano sijui Lubero, Masisi, Walikale, province ya Kivu Kusini aussi mapigano ya makali yanaendelea fasi mbalimbali maeneo tofauti jusque là, solution azipatikani, yani mazungumzo hayajaleta matunda, lakini juhudi za kuleta suluhisho la kudumu zinaendelea. Juhudi za kuleta utulivu zinaendelea malgré solution haijapatikana. Na hapo ndipo tulikuwa na wajuza kuhusu kauli ya rais wa Rwanda Paul Kagame, ambaye alikuwa akiongelea kuhusu uwepo wa Joseph Kabila kukua ndani ya mji wa Goma na inaleta maswali mengi kwa watu mu population tous les Congolais wako nasema que non, na ni mshiriki wa M23 na anaingia mshughuli zao mu vyao vya politiki kujua kisa ataendelesha bitu. Lakini Paul Kagame amesema kwamba yeye ni raia wa kawaida na anafanya shughuli zake za kawaida, na amesema kuwa yeyote anayetamani kushiriki katika juhudi za kuleta utulivu mashariki mwa DRC anakaribishwa. Mashambulizi na mauaji ilifanyika ya waasi wa ADF ambao walifanya mashambulizi yao uko mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, uko yani ku este ya RD Congo, na ilifanyika mu province ya Ituri mugini ambayo inaitwa Bafuakoa. Bafuakoa iko ku 48 km unatoka Mwambasa, uko naenda Kisangani kupitia barabara route nationale numero 4. Ya kulifanyika mauaji ambao wasi wa ADF walifanya mashambulizi wakiatake mugini hiyo, na walifanya mauaji ya watu 70 personnes
ambao waliuawa katika tukio hilo, na tukio hiyo ilitokea siku ya juzi tarehe 1 mwezi wa 4 hii yenye tu kama deja mwaka wa 2026 au 2026. Na waasi au baada ya kufanya mashambulizi ya kuua watu, pia walichoma manyumba ya batu, walichoma omwe 60 maison ambayo iliripotiwa kuchomwa na moto selo watemu ambao walikuwa eneo hiyo au selo ma source d'information. Lakini apart ça walifanya pia uharibifu mkubwa, walichoma gari, walichoma pia mapikipiki, unaona, walichoma na manyumba kabisa. Na raia kwa sasa wanabakia na hofu na ile boga vraiment population inabakia nayo mwile mugini deja beko na ofia ki peut-être banaweza jitokeza tena juu baki bafanye tena mashambulizi. Na baada ya tukio hiyo mili za batu, donc mamaiti zilibakia mu pembeni na barabara zinakusanyishwa fasi moja. Vraiment ni batu ba mingi sana ambao waliuawa mu hiyo tukio ya waasi wa ADF. Tangu zamani mnajua tunakuwa na ripoti habari za waasi wa ADF ambao wako wanaendelea kufanya mashambulizi huko mu province ya Nord Kivu, surtout province mbili Nord Kivu na province ya Ituri, surtout province ya Ituri ambako tangu zamani kulikuwa kiendelea kufanyika mashambulizi ya waasi wa ADF. Nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakabiliwa na changamoto nyingi sana, ya tukikamata changamoto za waasi wa FC23 ambao wanaendelea kufanya mashambulizi maeneo mbalimbali, wakiendelea kupambana makundi ya wanamgambo wa Zalendo, pia wakiendelea kupambana na makundi na jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yani FARDC. Na tukio hili la waasi wa ADF ambao walifanya mashambulizi au mauaji huko mu province ya Ituri inaongeza orodha ya mashambulizi ya waasi wa ADF huko mu Ituri, paske chaque fois ile matukio yanakuwa jitokeza sana, yani hakupitaki hata miezi 2 au mwezi unasikia kulitokea mashambulizi sijui Lubero, maeneo mengine huko mu Ituri na Nord Kivu. Lakini juhudi za uokoaji zinaendelea kusaidia watu benye balibatika kupona. Shughuli wanaendelea kutosha misaada kwenda kuokoa wale wangali napumua, unaona, kuwapeleka mahospitali huko wapate matibabu. Malgré tout changamoto ni kubwa sana kutokana na tukio gisi kulikuwa tukio kubwa sana walifanya uharibifu mkubwa, waliharibisha bitu vile na ndo gisi walifanya nini, balifanya mauaji ya kikatili. Tutaendelea kuwajuza kila siku, tutaendelea kuwajuza matukio mbalimbali ambayo itakuendelea kutokea. Hasa kitu unaweza kukumbusha tu ni kujiabone baada ya kusikiliza taarifa yetu hii habari ambayo tunakutoshea mkiswahili ya kueleweka.